Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Bwana Mujtaba Khamenei ambaye amesema kwamba wakati Iran ikiwa imepata ushindi, lakini lazima kisasi cha kuuawa kwa baba yake kilipwe, lakini pia na viongozi wengine waliouawa mashahidi, akidai kwamba Tehran imekuwa mshindi wa dhahiri katika uwanja wa vita. Iran itahamisha usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz katika awamu mpya, kiongozi wake mkuu Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema katika taarifa yake iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa. Iran haitafuti vita, lakini haitapoteza haki zake na inazichukulia pande zote za upinzani kama kitu kimoja. Taarifa hiyo inaongeza ikisisitiza kuwa Tehran ndio mshindi dhahiri katika vita hivyo ambavyo vimegharimu idadi kubwa ya watu waliouawa kutokana na vita hivyo, ikiwa ni pamoja na kiongozi mkuu ambaye ni baba wa kiongozi wa sasa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Bwana Mujtaba Khamenei. Kiongozi huyo mkuu pia anasema kwa uthabiti kwamba watu hawapaswi kuondoka katika mitaa ya Iran licha ya mazungumzo na adui, na kwamba Tehran ina uthubutu katika kutafuta kulipiza kisasi cha damu cha baba yake aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo na mashahidi wa nchi hiyo ambao wameuawa. Ayatollah Mujtaba Khamenei ambaye alichukua wadhifa wa kiongozi mkuu baada ya baba yake kuuawa mwanzoni mwa vita mwezi Februari hajaonekana wala kusikilizwa hadharani, huku kukiwa na mzozo huo na hivyo kusababisha uvumi kuwa huenda akawa amejeruhiwa vibaya. Kauli hiyo inahusishwa na yeye pia inawataka majirani wa Kiarabu wa Iran kusimama mahala pazuri ili Iran iweze kuwaonyesha udugu wetu. Mujtaba Khamenei ni kiongozi mkuu wa sasa wa Iran, ameweka wazi kwa muda mrefu kwamba kutokana na kifo cha baba yake lazima atakuja kulipiza kisasi. Endapo maadui wanataka kuendelea na vita, basi Iran ipo tayari kwa ajili ya mapambano, na kikubwa zaidi anachotazama ni kulipa kisasi cha kuuawa kwa baba yake. Hata hivyo, baada tu ya kusimamishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Iran, kumekuwa na mashambulizi yaliyokuwa yakiendelea huko Lebanon ambayo yamekuwa yakifanywa na Israel. Makubaliano ya usitishaji wa mapigano ya wiki mbili yaliyoingia siku ya pili kati ya Marekani, Israel na Iran, Tehran inasema ni kama vile yameingia mashakani, lakini pia Tehran inasema itaufunga mlango wa bahari wa Hormuz na kunategemea na Marekani na Israel kukomesha kikamilifu mashambulizi, hasa mashambulizi ambayo yanaendelea kufanywa na Israel katika eneo la Lebanon. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema nchi hiyo ingaliziruhusu meli kupita katika mlango wa Hormuz kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa mara tu Marekani itakapoacha uchokozi wake kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati na Israel nayo kuacha kuishambulia Lebanon. Akizungumza na shirika la utangazaji la Uingereza BBC siku ya Alhamisi, Khatibzadeh alisema Iran iliufunga tena mlango wa Hormuz baada ya mshirika wa Marekani Israel kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano siku ya Jumatano Aprili 8 kwa kuishambulia Lebanon. Huwezi kuila keki yako na kisha ukabakia kuwa nayo kwa wakati mmoja. Huo ndio ujumbe ambao Iran imeutuma kwa uwazi kwa Washington siku ya jana, alisema Khatibzadeh. Kwa mujibu wa utawala wa Marekani, kufungua mlango wa bahari wa Hormuz bila masharti yoyote ni sehemu muhimu utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa usiku wa kuamkia Jumatano. Lakini Tehran inasema mpango wa vipengele 10 iliyowasilisha na kukubaliwa na Washington unataja waziwazi kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kuwa kwenye udhibiti wake, na pia usitishwaji wa mapigano unazihusisha pia Lebanon, Iraq, Yemen na Palestina. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.